watu kuna ambao wanakufahamu lakini kuna ambao hawakufahamu, lakini kuna ambao wanafahamu ulikuwa wapi. Lakini kwa sasa Oscar Evaristo anacheza timu gani na nchi gani na iko level gani? Kwa sio nifahamu, ndio hivyo, naitwa Oscar Evaristo na nimekulia hapa Iringa kimichezo, lakini kwa sasa nacheza ligi ya Misri daraja la kwanza, timu inaitwa Pofwadi. Ndio nipo huko, lakini before huko nimecheza Zanzibar misimu karibu takriban misimu mitatu, nilikuwa nacheza Mlandege. Kwa hiyo watu wengi labda ambao wafuatilia, lakini wanaofuatilia nadhani wananifahamu kwa sababu kuna mashindano makubwa yale ya Mapinduzi Cup yote nimecheza. Kwa hiyo nafahamika japo sio kivile, kwa hiyo sio nifahamu, ndio hivyo, nipo Misri ndo nakocheza kwa sasa. Una muda gani tangu umeanza kucheza nchini Misri? Na pengine hiyo ndio timu ya kwanza Misri ama kuna timu nyingine kabla hii ambayo sasa? Kuna timu nyingine kabla hii. Kuna timu ya kwanza ilikuwa inaitwa Makadi, wale walikuwa wanacheza daraja la pili. Nimecheza msimu mmoja na nusu. Baada hapo dirisha dogo ile 26 25 nimesaini timu nyingine ambayo ndio timu yangu ya sasa inaitwa Pofwadi. Kwa hiyo na misimu miwili nikiwa nchini Misri, ila timu tofauti. Kutoka Zanzibar mpaka Misri. Pengine kuna watu wanaona ni kitu kigumu sana, ni mchezaji kutoka ucheze ligi ya Zanzibar alafu kwenda Misri moja kwa moja, na kwa muda ambao hasa nadhani ni misimu miwili umetaja nyuma ndio ambao wewe umetoka Zanzibar. Kuna urahisi kiasi gani au kuna ugumu kiasi gani? Sometimes ni Mungu tu. Unajua unaweza kuwa unapambana unafanya nini, lakini Mungu ndo mwenye final say. Kwa hiyo mimi kiukweli namshukuru tu Mungu, japo pia wanasema jinenee mema. Mimi binafsi nilikuwa napenda sana kucheza nje ya nchi. Kwa hiyo hata connections zangu nyingi nilikuwa najitahidi sana kutengeneza connection nje ya nchi. Kwa pamoja na kuwa nilikuwa nacheza Zanzibar, kwa hiyo nikawa na connection baadhi ya watu ambao wako nje, nikawa natumia video zangu. Ndipo nikapata chance ya kwenda kufanya majaribio. Kwa hiyo kwenda kufanya majaribio ndo moja kwa moja nikapata timu. Kwa hiyo kitu muhimu ni kuomba tu Mungu, lakini pia na kutengeneza connection za sehemu tofauti au za sehemu ile ambayo unatamani kuwepo. Kwa hiyo nadhani hiyo priority yangu ilikuwa kucheza nje, na ni kitu ambacho nilikuwa nafanya kila namna, najiuliza nafikaje, naomba Mungu, lakini pia natengeneza na connection. Umekitimiza. Ilikuwaje kutoka Iringa mpaka kupata nafasi ya kwenda kucheza Zanzibar? Tena sio Zanzibar tu, Mlandege, moja ya timu kubwa sana visiwani Zanzibar. Kwanza wanasema mchezaji ukiwa kwenye mechi yani jitahidi tu kucheza, kuonyesha ile kile ulichonacho kwa 100%, kwa sababu hauwezi kujua naye anayekutazama. Binafsi mimi mpaka nimekwenda Zanzibar, leo nipeleka Zanzibar simjui mpaka leo. Yani kaniona ilikuwa ni mechi ya Dodoma Jiji na Kipigwe, tumecheza ile mechi tulifungwa 7, tulicheza Dodoma, ilikuwa ni FA ile. Baada ule mchezo na timu yangu ikawa imetoka, nikajua sasa hivi sina tena cha kufanya, labda tu nirudi nyumbani. Lakini nikakuta nimepigiwa simu bana, kuna timu ipo Zanzibar wanaitwa timu yangu ya kwanza Zanzibar sio Mlandege, kuna timu inaitwa Paje Star. Ilikuwa daraja la pili wakati huo, na walikuwa wanataka kupanda. Kwa hiyo ndio hivyo, kuna mtu kananiambia bana, kuna timu kule inahitaji mshambuliaji na wewe nahisi unaweza kufaa. Huyo mtu simjui. Kanipa hiyo connection, nikaenda Zanzibar, nikaenda hiyo timu, zilikuwa zimebaki mechi 8. Nimescore mechi zote kasoro mechi moja tu. Kwenye mechi 8 na nilimaliza na goli 9, timu ikapanda daraja. Kwa hiyo nikacheza daraja la kwanza na ile timu Paje Star mechi 10, nikasajiliwa Mlandege. Unaona? Kwa hiyo binafsi hivyo sijui, yani hivyo mimi binafsi tu nilikuwa napambana uwanjani, ila sijui nani ananitazama. Na kama hivyo huyo mtu mwenyewe baada kunipeleka akasema bana, mimi ninunulie kiatu tu. Nikamnunulia kiatu, nikamwagizia, lakini hatujawahi kuonana mpaka leo. Simjui mpaka leo. Nishaisha hivi. Ilishaisha. Basi ni miongoni mwa stori nzuri sana ambazo zinafurahisha, lakini zinatoa funzo kubwa kwenye namna ambavyo unaweza ukafanya na kuweza kufanikiwa kwenye kile ambacho unakitarajia, haswa kwa wachezaji vijana ambao tunawatazama kwa sasa. Sasa tumalizie na hiki Oscar. Umetoka Iringa, umekwenda Zanzibar, daraja la juu zaidi, umepata nafasi ya kwenda Misri. Misri umesogea daraja, maana daraja moja tu kabla ya ligi kuu ya Misri. Na Misri ni miongoni mwa mataifa ambayo yako juu sana kwenye mpira wa Afrika. Ushindani una utazamaji wa Misri ulivyo, na ukitizama ulinganisha na huku kwetu? Kiukweli ushindani ni mkubwa, kwa sababu wenzetu wametuzidi vitu vingi, especially wao wanawekeza kwenye michezo. Yani unakuta mtoto mdogo miaka 8, miaka 9 tayari anamlipia ada kwa ajili ya kucheza academy. Yani shule yake inakuwa ni academy. Akishatoka kule ndo anaweza kujisomea akafanya nini, lakini asilimia kubwa wamewekeza. Kwa hiyo kishaona mtoto ana kipaji wanawekeza. Kwa hiyo unakuta mtoto tu ashafikisha miaka 17, 18 anakuwa tayari anacheza professional.
Kwa hiyo automatically utakutana tu na si wengi huku Tanzania hakuna, yaani unakuta wengi hatujacheza academy, hatujafanya nini, tumeanza tu kucheza daraja la kwanza, daraja la pili. Kwa hiyo ushindani unakuja kwa sababu wale kule tayari washatengenezwa kimisingi, yani msingi wa mpira tangu udogoni mpaka pale walipofika. Kwa hiyo kuna muda ndio unaweza kaona mchezaji labda anatoka hapa anaenda kucheza nje ya nchi apate nafasi au afanye, kuna mengi kwa sababu unakuta kuingia kwenye mfumo inakuchukua muda sana. Okay. Kwa hiyo ushindani wake ni kwamba wenzetu tayari walishawekeza tangu udogoni, wanaelewa namna gani nafanya namna gani. Unataka kutuambia kwamba kukosa nafasi ya kupata mafunzo mazuri ukiwa mdogo yanaleta changamoto kwa wachezaji wa Kitanzania, kwa maana ya kufahamu vitu vingi kwenye namna ambavyo taratibu za timu zinavyotaka ama mifumo hii ya uchezaji ambavyo tunataka makocha? Yeah, ni moja ya kitu ambacho kinasababisha mtu kupata nafasi au kutokupata nafasi. Yeah, ni moja ya sababu, lakini sio kwamba ndio sababu moja kwa moja. Yeah, sometimes pia kucheza nje, yani automatically kuna vitu vingi utakutana navyo tofauti. Kwa kuna mambo mengi nje ya uwanja, lakini pia kuna mambo mengi ndani ya uwanja. Okay. Yeah, kwa hiyo nadhani ni moja ya sababu. Changamoto gani kubwa ambayo wewe umeiona na unaona kwamba hii ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa mchezaji yeyote pengine kijana wa Tanzania ambaye anatamani kupata nafasi kwenda nje anapaswa kuangalau kupata ufahamu kwamba kuna vitu hivi na hivi ni changamoto, unatakiwa ujue namna ya kukabiliana navyo? Changamoto kiukweli kwanza ni kujiweka tu mwenyewe sawa kiakili, kwa sababu mentality ndio kila kitu. Ni Oscar Evaristo huyo, nyota wa Kitanzania ambaye anacheza ligi daraja la kwanza nchini Misri, na kila ambacho amekizungumza, lakini kubwa zaidi ni kuelekea tarehe 12 ya mwezi Julai mwaka 2026 pale uwanja wa CCM Samora. Shilingi 3,000 tu ambayo itakufanya wewe pia ukae sehemu ya kushiriki kutatua changamoto ambazo wao wameziona na anakwenda kuzipeleka ama kuzitatua kwenye jamii ambayo wameona inastahili kwenda kupata hicho. Mimi ni Mbushi Kwelasa na hii ni Travo TV. Nyuma ya kamera alikuwepo Omega Msamati.